nirudieni mimi asema Bwana. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumamosi, juma la 4, kipindi cha Kwaresma, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Yeremia sura ya 11 aya 18 hadi aya ya 20, na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Yohane sura ya 7 aya 40 hadi aya ya 52. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Wengine katika mkutano waliposikia maneno ya Yesu walisema, hakika huyu ndiye nabii yule. Wengine walisema, huyu ndiye Kristo. Wengine wakasema, je, Kristo atatoka Galilaya? Andiko halikusema ya kwamba Kristo atatoka katika uzao wa Daudi na kutoka Bethlehemu, mji ule aliokaa Daudi? Basi kukaingia matengano katika mkutano kwa ajili yake. Baadhi yao wakataka kumkamata, lakini hakuna mtu aliyenyosha mikono yake ili kumshika. Basi wale watumishi wakawaendea wakuu wa makuhani na Mafarisayo, nao wakawaambia, mbona hamkumleta? Wale watumishi wakajibu, hajanena kamwe mtu yeyote kama huyu anavyonena. Basi Mafarisayo wakawajibu, je, ninyi nanyi mmedanganyika? Ni nani katika wakuu amwaminie, au katika Mafarisayo? Lakini makutano hawa wasioifahamu Torati wamelaniwa. Akawaambia Nikodemo, naye ni yule aliyemwendea zamani, maana ni mmoja wao. Je, Torati yetu humhukumu mtu kabla ya kumsikiliza kwanza na kujua atendavyo? Wakajibu wakamwambia, je, wewe nawe umetoka Galilaya? Tafuta ukaone ya kuwa kutoka Galilaya hakutatokea nabii. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Somo hili la Injili tuliyosikia muda mchache uliopita, tumesikia zaidi kuhusu mazungumzo yanayohusu zaidi asili ya Bwana wetu Yesu Kristo, ikielezwa kuwa kwa kina na watu ambao walisikia mafundisho ya Yesu. Na baada ya kusikia mafundisho hayo, wengine kati yao walisema, hakika huyu ndiye nabii. Wengine walisema, huyu ndiye Kristo. Lakini wengine wakajihoji maswali kwa kusema, je, Kristo atatoka Galilaya? Tukiendelea kusoma zaidi, tutaona kuwa baadhi yao waliwaza mbali zaidi, wakataka kumkamata, lakini hakuna mtu aliyenyosha mikono yake ili kumshika. Hii inaonyesha wazi kwamba na wao pia walishangazwa na maneno ya hekima, maneno ya kinabii yalivyotimilika mbele ya Yesu. Pia tunaonyeshwa na mwinjili kuwa Mafarisayo waliwakemea na kuambia, mbona hakuna kiongozi yeyote aliyemwamini Yesu? Ndipo tunaona mtu mmoja aitwaye Nikodemo anasimama na kumtetea Yesu Kristo. Wapendwa katika Kristo, kuna mafundisho kadhaa tunayapata kutoka katika Injili hii ambayo mwinjili anatufundisha. Lakini fundisho au ujumbe mkuu zaidi ni ujasiri wa kusema ukweli. Wapendwa katika Kristo, tujue maana ya maneno haya, ujasiri pamoja na neno ukweli. Ujasiri kwa kufuatana na mafundisho ya Mtakatifu Agustino wa Hippo na Mtakatifu Tomasi wa Aquino. Neno ujasiri lina maana ya nguvu ya ndani inayomsaidia mwanadamu kufanya jambo jema hata kama kuna hofu, uwepo wa mateso
na upinzani mkali. Kwa lugha rahisi ninaweza kusema kwamba ujasiri ni uwezo wa kusimama imara kwa jambo lililo sahihi bila kuogopa matokeo. Pia neno ujasiri linaonyesha kuwa kama ni fadhila au virtue inayomsaidia mtu kupigania haki, kustahimili mateso kwa ajili ya wema, kutetea ukweli hata kama wengine hawapendi kusikia ukweli huo. Neno la pili, neno ukweli. Katika falsafa, hasa kwa mujibu wa Tomasi wa Aquino, neno ukweli linasimama kuonesha hali ya mambo kuwa kama yalivyo katika uhalisia wake. Kwa maneno mengine, ninaweza kusema ukweli ni kusema jambo kama lilivyo bila kulipotosha, bila kuogopa maoni ya wengine, kama tunavyosikia katika injili yetu ya leo. Hii inaonyesha wazi kwamba Nikodemo hakujali adhabu atakayopokea kutoka kwa Mafarisayo na Wayahudi ambao walikuwa hawataki kusikia maneno ya kumsifia au kumpa sifa nzuri Bwana wetu Yesu Kristo, kwani wao walikuwa wanatafuta sababu ya kumshtaki ili aonekane mkosaji na mkiukaji wa sheria au Torati. Nikodemo anasimama kutetea haki, hata kama hakusema sana, ila alijaribu kusema kwamba mtu hawezi kuhukumiwa bila kusikilizwa. Hii inatufundisha umuhimu wa kusimama upande wa haki hata kama ni kwa sauti ndogo. Hivyo nasi katika maisha yetu ya leo hapa duniani, hasa katika kipindi hiki cha mapinduzi ya sayansi na teknolojia, tumeona na tunashuhudia kuwa watu wengi wanatumia nguvu kubwa kuaminisha uongo kuonekana ukweli na kusahau misingi ya kusema ukweli na kutenda haki zaidi, hasa kwa wale wanaotuzunguka na wale tunaoishi nao katika mazingira yetu. Ndugu zangu wapendwa, tunakumbushwa leo hii kufanya mema na kusema ukweli ndiyo iwe ishara ya kuonesha kuwa tu wafuasi hai wa Bwana wetu Yesu Kristo, na si kuweka tu katika maneno, bali tuweke hasa katika matendo yetu ya kila siku, hali ya kuwa tunajua zaidi tutakutana na upinzani mkubwa, kwani kusema ukweli kunaleta upinzani. Mungu ndiye anayejua moyo wa ukweli wa mtu. Leo hii tunaitwa kuwa na ujasiri na kutetea haki na ukweli. Tuombe neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye aijuaye mioyo yetu na nia zetu njema, ili atupe ujasiri wa kusimamia upande wa ukweli kama Nikodemu, ili atusaidie kumfuata Kristo hata wakati tunapokumbana na upinzani mkubwa katika maisha yetu. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Bruno Bernard Marco wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo. Milele amina. Pigeni tarumbeta katika Sayuni, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto. Nirudieni mimi asema Bwana, nirudieni mimi asema Bwana, nirudieni mimi asema